Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Bado tupo katika darasa zetu fupi tunazojuzana mambo mbalimbali muhimu kabisa katika maisha yetu, mambo ambayo yanaweza yakatusaidia kututoa katika hali moja kwenda katika hali nyingine, hususan wale ambao wanateseka muda mrefu na matatizo ya uchawi, matatizo ya hasad, matatizo ya kijicho na mabalaa mengine mbalimbali ya kidunia. Nakwambia ndugu yangu unayeteseka katika masala haya, la taqnatu min rahmatillah, usije ukakata tamaa kabisa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, ukaja ukakata tamaa kulingana na matatizo unayoyapitia, shida unazozipitia, dhiki unazozipitia, mitihani migumu unayopitia, ukakata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, usije ukakata tamaa na rehma za Allah tabaraka fi'ala, kwani Allah tabaraka wa ta'ala mwenyewe anasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, zama waja wangu watakapokuuliza kuhusu mimi, basi waambie mimi niko karibu zaidi na wao. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, mimi Allah ninajibu maombi ya anayeniomba pindi tu atakaponiomba. Yani Allah ni kana kwamba amekaa nasubiri umuombe aweze kukupa. Kwa hiyo ndugu yangu unayeteseka na mitihani, naomba leo unitegee sikio lako la moyo kabla ya sikio la kichwa. Ninakusudia watu gani na kwenda kuwasaidia katika siku hii ya leo, na watu gani na kwenda kuwapa njia bora kabisa watakayoitumia siku hii ya leo, ili waweze kutokana na mitihani, misukosuko, matatizo na majanga na mabalaa yanayowaandama katika maisha yao. Hapa tunakusudia wale ndugu zetu ambao wamefanyiwa sihr, kwa maana wamefanyiwa uchawi, kwa lugha fupi wamerogwa. Uchawi wa kuandika katika talasimu, mtu akaenda akatungika katika mti. Uchawi wa kuandika katika talasimu, mtu akaenda kufukia kaburini. Uchawi wa kuandika katika talasimu, mtu akaenda kufukia kaburini. Uchawi wa kuandika katika talasimu, mtu akaenda kufukia njia panda. Ama uchawi wa kupuliza, uchawi wa kufunga mafundo, mtu akamfungia mafundo kisha akapuliza katika fundo lile. Kwanza wafahamu kabisa, wanaofanya sihiri za aina hii hao wamekufuru, wako mbali kabisa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, man aqada al-uqdata wa nafasa fiha faqad sahara, yeyote atakayefunga fundo akapulizia katika fundo ile, ama kwa hakika huyo amefanya uchawi. Waman sahara faqad kafara, na yeyote atakayefanya uchawi jumla amejitoa katika dini yetu tukufu ya Uislamu. Kwa usio na shaka kabisa, anayefanya uchawi huyo yuko katika yuko nje kabisa na mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu, na haisabiki kuwa ni Muislamu, kwa sababu uchawi ni katika mambo ya kukufuru, na atakayeshika na kuyatenda ametoka nje kabisa ya dini yetu tukufu. Sasa leo nataka nikamsaidie mtu huyu ambaye amefanyiwa sihir, lakini sihiri hii ikawa ni ya muda mrefu. Aliandikwa katika talasimu, au alifukiwa kaburini, ama njia panda, ama sehemu nyingine. Uchawi wa muda mrefu umeshamtesa muda mrefu, kaangaika sehemu nyingi kujinasua, kujitoa katika majanga haya, lakini bado ameshindwa. Naomba kama wewe utakuwa ni muhanga wa haya, leo nitegee sikio la moyo kabla ya sikio la kichwa, nikupe akhbari hizi nzito kabisa zitakazo kusaidia katika mapambano yako ya kila siku dhidi ya uadui wa kiuchawi unaofanyiwa. Hapa na program fupi nitakupa. Shughuli hii inatakiwa ifanyike kwa muda wa siku 3 mfululizo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kisomo si kirefu sana, lakini pia si kifupi sana, ila kwa yule muathirika wa haya ukiyatenda, basi insha Allahu alkarim utaona mafanikio makubwa kabisa. Kama wewe ni muhanga wa haya niliyozungumza hapa, ya kutosha kabisa, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Hizi aya 5 zinakutosha kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kubatilisha uchawi uliorogwa muda mrefu, ukatungikwa katika miti, ukatungikwa katika vitu mbalimbali, ama ukafukiwa kaburini, ama ukafukiwa njia panda, ama ukaenda ukafukiwa katika bahari yenye viza vikubwa kabisa. Aya 5 za suratul Falaq zinakutosha kuondosha matatizo yako na mitihani yako. Vipi utaitumia suratul Falaq katika kubatilisha uchawi huu na katika kuondosha majanga haya? Suratul Falaq inaposomwa mara 171 na aliyeathirika na haya matatizo
Yani suratul Falaq unaichukua, unatakiwa uisome mara 171, lakini kila utakapomaliza mara moja, yani unasoma qul a'udhu birabbil falaq yote, utakapomaliza mara moja kuna dua unaisoma. Dua yenyewe inasema bismillahi Allahu akbar mimman kataba wa nafatha wa dafana. Narudia tena ili uweze kunielewa. Bismillahi Allahu akbar mimman kataba wa nafatha wa dafana. Nakupa mfano mfupi uweze kunielewa. Mathalani wewe ndio muathirika, umekaa sasa unaanza kusoma Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Mara moja hiyo bismillahi Allahu akbar mimman kataba wa nafatha wa dafana. Unaendelea mara pili bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Bismillahi Allahu akbar mimman kataba wa nafatha wa dafana. Unaendelea tena mara tatu. Kwa unaendelea hivi mpaka birabbil falaq, hizi qul a'udhu birabbil falaq zitakapofika 171 kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zoezi hili ukifanikiwa kulifanya kwa muda wa siku 3, hapa unakwenda kuteketeza uchawi wa tangu na tangu, uchawi ulorogwa muda mrefu, aidha kwa kutegewa njia panda, kwa kutegewa kazini, kwa kutegewa majumbani, kwa kulishwa usiku, ama kwa kwenda kutungikwa katika makaburi, ama kufukiwa katika makaburi, ama kuning'inizwa katika miti mikubwa, ama kufukiwa katika bahari na mengineyo mfano wa hayo. Hapo utakuwa umekwenda kuyabatilisha. Kaifia ikoje? Wakati gani utafanya zoezi hili na muda gani utafanya zoezi hili uliokuwa bora kabisa? Nisikilize ndugu yangu, zoezi hili halina time maalum, wala zoezi hili halina muda maalum. Ni pale ambapo wewe Allah atakapokuwa amekuruzuku time, amekuruzuku muda wa kuyatenda haya na kulifanya hili, basi ni bora zaidi ukalitenda. Ingawaje baadhi ya wanachuoni wanatuelezea kuwa ni bora zaidi unapofanya maombi kama haya ama dua kama hizi ukazifanya usiku. Kwa sababu gani? Kwa sababu uchawi mara nyingi ni amali inayotendeka usiku wa manane, kwenye kiza kikubwa kabisa, katika kiza ambacho jicho la mtu wa kawaida haliwezi kuona. Kwa hiyo kama una uwezo wa kuamka usiku wa manane ukapiga hizi birabbil falaq 171, kila unapomaliza moja unasema bismillahi Allahu akbar mimman kataba wa nafatha wa dafana, utaona maajabu makubwa sana. Sasa wakati unaifanya hii dua, inaweza kuna dalili ukawa unazisikia. La kwanza kabisa ukahisi uzito mkubwa, kichwa kikawa kinauma sana, ama ukawa unahisi kama vile ubongo unachemka katika juu ya kichwa chako, ukahisi mgongo unakuwa mzito, maumivu ya tumbo, ama ukahisi kichefuchefu katika hali kubwa kabisa, yani ukasikia kichefuchefu kikali kana kwamba unataka kutapika, ama ukahisi kuna vitu vinatembea vinashuka chini, ama ukapata haja kubwa ama ukapata haja ndogo kwa ghafla. Hizi hali zinaweza zikatokea kwa sababu kisomo hichi kiuasilia kinachoma vizuri uchawi, kinabatilisha vizuri uchawi, na kinaondosha majanga na mitihani mbalimbali. Na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wewe utatumia dua hii kwa muda wa siku 3 na kwa kaifia niliyoelezea, basi Allah subhanahu wa ta'ala akakujalie, kama wewe ni muhanga wa uchawi, kama wewe ni muhanga wa mitihani kama hii nilozungumza hapa, Allah akakuvue na akakuondoshe. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aendelee kutupa nguvu na atulinde na shari za majini wabaya, shari za wachawi, ili tuendelee kupeana faida mbalimbali zitakazotusaidia kutuondosha katika majanga na mitihani na matatizo tuliyokuwa nayo. Ni mimi ndugu yenu Sheikh Omar Al-Basri, ninapatikana Dar es Salaam, Tandika, Dar es Salaam, hapa mtaa wa Azimio, karibu kabisa na msikiti wa Mnyimaki. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaikum wal afwa minkum.